tatu bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Msikilizaji na mtazamaji, bila shaka utakuwa unakumbuka tukio la Mrusi, raia mmoja wa Urusi ambaye amefahamika kwa jina la Vladislav Lyukov kuwarekodi mamia ya wanawake video za ngono au video za faragha, naweza nikasema hivyo, kipindi alipokuwa ametembelea nchi ya Ghana pamoja na Kenya, majirani zetu hapa na akawa amezua taharuki kweli kwenye mitandao. Na hivi sasa serikali za pande zote mbili, kwa maana Kenya na Ghana, tayari wameshatangaza kwamba wanamchukulia hatua raia huyo. Sasa moja ya waathirika ambao wamerekodiwa video na raia huyo amefanya mahojiano na BBC kuelezea namna gani ambavyo tukio hilo lilikuwa na madhara ambayo ameyapata. Sauti ambayo unakuwa unasikiliza kwa hivi sasa ni Julius Umela, ndo ambaye nakuwa na nguruma nyuma ya kipaza. Mmoja wa wanawake wanaodaiwa kurekodiwa kwa siri na Mrusi Vladislav Lyukov alipokuwa ametembelea Ghana amezungumza kuhusu mawasiliano yake na mtayarishaji huyo wa maudhui. Mwanamke huyo ambaye utambulisho wake umefichwa aliliambia shirika la utangazaji BBC kwamba alimkataa mwanaume huyo ambaye mamlaka za Ghana zimethibitisha kuwa ni raia wa Urusi tarehe 22 Januari 2026. Mitandao ya kijamii imejaa picha zilizosambaa kwa kasi za wanawake wengi wanaodaiwa kuwasiliana na kurekodiwa kwa siri na mwanaume huyo Mrusi nchini Ghana na Kenya. Kwa mujibu wa waziri wa mawasiliano wa nchi hiyo Samuel George, uchunguzi uliofanywa na mamlaka ya usalama wa mtandao umeonyesha kuwa raia huyo alirekodi matukio ya faragha na baadhi ya wanawake hawa na kujipatia kipato kutokana na maudhui hayo kwenye majukwaa ya kidijitali. Tulikuwa tunashiriki mapenzi hotelini bila kujua tulirekodiwa na kuonwa na maelfu, alieleza shahidi huyo. Jitihada zinaendelea za kufuatilia ushahidi wa kidijitali na kifedha kwa maudhui hayo ya faragha kwenye majukwaa ya kulipia. Mamlaka za Ghana zimeiambia BBC kuwa baadhi ya wasiliwa tayari wamewasilisha malalamiko rasmi kwa mamlaka ya usalama wa mtandao na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ya polisi kwa maana CID. Waziri wa masuala ya jinsia, watoto na ulinzi wa jamii Agnes Namomo Laltel amesema ofisi yake inatoa msaada wa kisaikolojia kwa waathiriwa waliojitokeza. Alieleza kusikitishwa na ukweli kwamba ingawa si wanawake wote ambao picha zao zimesambazwa mtandaoni walikuwa na mahusiano ya faragha na mshukiwa, pia wapo wanawake wengine ambao walikataa kabisa majaribio yake. Moja ya mashahidi ambao wamezungumza na BBC, jina lake likiwa limefichwa, ameeleza kwamba alinifuatilia hata baada ya kumkataa. Nilipaza sauti mbele ya watoto wangu wadogo siku hiyo. Alinisimamisha na kuniambia mimi ni mrembo. Mwanzoni nilizani ni sifa tu, hasa kwa sababu watoto wangu pia ni wazuri. Lakini alirudia tena na kuongeza kuwa alitaka tufahamiane, jambo ambalo lingeweza kuishia kwenye ndoa ikiwa mambo yangeenda vizuri. Yaani anachokieleza shahidi huyo ni kwamba jamaa alimwahidi kumwoa. Anasisitiza kuwa mwanaume huyo Mrusi alimfuata hadi alipofika kituo cha teksi ili kuwapeleka watoto wake sehemu nyingine. Aliniomba nimfuate ili nijue anakoishi. Sikupendezwa na hilo, na wakati huo sauti yangu ilikuwa tayari imeanza kuwa kubwa kidogo. Katika video nyingi fupi zilizochapishwa mtandaoni, maneno yake ya kuanzisha mazungumzo yalikuwa ni jina lako nani? Wewe ni mrembo, nifuate. Baada ya maneno hayo kuisha na kuendelea kukataa, basi inadaiwa kuwa huyo mwanaume alianza kumgusa huyu mwanamke bila ridhaa yake. Nilikuwa na hasira na kuchoshwa na ukweli kwamba aliweza kuniomba nimfuate hadi hotelini kwake wakati nilikuwa nina watoto wangu, na hapo alikuwa ananigusa begani na kujaribu kunivuta huku akinisimamishia teksi tayari kuingia. Pamoja na mwanadada huyo kukataa kabisa, lakini huyo mwanaume hakukata tamaa. Shuhuda huyo anaendelea kueleza kwamba watoto walikuwa wakitizama huku akiendelea kushika bega langu. Hata simu yangu ilianguka chini wakati huo mbele ya watoto wangu.
Shuhuda huyo alipoulizwa anahisije kuhusu picha na video za wanawake wengine zilizosambazwa mtandaoni, alisema kuwa anahuzunika sana. Waziri wa mawasiliano wa Ghana ameonya dhidi ya kusambaza picha za video hizo za waathiriwa, akisema kitendo hicho ni kosa la jinai chini ya sheria ya usalama wa mtandao kwenye nchi hiyo. Shuhuda huyo pia, ambaye jina lake limefichwa, anaendelea kueleza kwamba ninahisi vibaya ninapoona picha hizo, zinanirudishia kumbukumbu za tukio lile. Ingeweza kuwa mimi kama ningemfuata siku ile, alisema, huku akiutaka umma kuacha kuwadhihaki na kuaibisha waathiriwa. Inadaiwa kuwa Vladislav Lyukov alihalili rekodi hizo za siri ili ziendane na mahitaji ya maudhui yake kwa ajili ya kujipatia mapato kwenye majukwaa ya kidijitali. Mwanadada huyo ambaye jina lake limefichwa bado anaeleza kwamba video nilizoona zimehaliliwa hazionyeshi kwa ukamilifu mikutano yake na wanawake hao wote. Nyingi zimekatwa ili kuunda taswira kwamba waathiriwa wote walimfuata mara tu baada ya kukutana naye. Anataka waathiriwa wahurumiwe pia. Kila mtu hufanya makosa. Sisi ni binadamu. Huu si wakati wa kuwadhihaki dada zetu. Ningeweza kuvumilia aibu kama ningekuwa kwenye video hizo, lakini mtu mwingine anaweza sivumilie. Kwa kweli, baadhi ya waathiriwa wana mawazo ya kujiua. Natamani serikali yetu iweze kufanikiwa kumfikisha mahakamani. Aidha, Urusi haitoi raia wake kwa nchi nyingine kwa ajili ya kushtakiwa. Yaani kifupi ni kwamba hairuhusu uhamishaji wa watuhumiwa wake kwenda nchi za nje. Waziri wa mawasiliano wa Ghana Samuel George alithibitisha hilo baada ya mkutano wao na balozi wa Urusi nchini Ghana Sergei Bedinkov. Samuel George alisema katika mkutano wa hivi karibuni na waandishi wa habari kwamba polisi kwa kushirikiana na mamlaka za usalama wa mtandao watawasilisha suala hilo kwa Interpol ili kutoa hati ya kimataifa ya kukamatwa ili aweze kukamatwa popote nje ya Urusi atakapopatikana. Alidokeza pia kwamba Vladislav Lyukov anaweza kushtakiwa hata bila kuwepo mahakamani, huku serikali ikichukulia suala hilo kwa uzito mkubwa. Mwanaume huyu alikuwa na mawasiliano na wanawake hawa na kuwarekodi bila ridhaa yao. Mwanadada ambaye jina lake halijatajwa, ambaye ni shuhuda, anataka waathirika wapewe kipaumbele kupata tiba na ushauri wa kisaikolojia. Wanawake hawa wanahitaji uangalizi na tiba kwa wakati huu. Watu watawahukumu na kuwadhihaki, lakini wanapaswa kuangalia kwa upana zaidi na hili litapita. Sheria ya usalama wa mtandao ya Ghana ya mwaka 2020 kwa maana Cyber Security Act ya mwaka 2020 kifungu cha 1038 inapiga marufuku kurekodi na kusambaza picha za faragha bila ridhaa ya mhusika. Watu watakaopatikana na hatia wanaweza kukabiliwa na kifungo cha hadi miaka 25 jela kulingana na uzito wa kosa chini ya sheria hiyo ya usalama wa mtandao. Kwa hiyo bila shaka mtazamaji utakuwa umenielewa kiundani zaidi, lakini jambo ambalo linaumiza vichwa vya serikali zote mbili kwa maana ya Ghana pamoja na Kenya ni kwamba serikali ya Urusi hairuhusu raia wake kutolewa nje nchi yao na kwenda kushtakiwa katika nchi nyingine. Ndio maana nchi kama Ghana yenyewe imeamua kutumia Interpol kwamba wataripoti Interpol na raia huyo atakamatwa popote pale atakapokwenda nje ya taifa lake kwa maana ya Urusi.